Mwanaume sio pesa, ni uwezo wa kutawala. Narudia, heshima ya mwanaume sio pesa peke yake, ni uwezo wa kumanage. Mwanamke ni mzuri sana na idea za nini, lakini anaweza kashindwa management. Kazi yako wewe mwanaume ni kufanya management, kupangilia vitu, kile kikae pale, kile kiende hivi, hichi kifanye hivi. Mwanamke anaweza kuipanga nyumba sebule, lakini hawezi kupanga mipango mizuri. Ngoja nirudi hapa. Kuna mama hapa ni wa kwanza wanasema, pastor, kwa hiyo sisi tunaishia tu kupamba nyumba. Si niwaambia mna akili, lakini mnahitaji management. Na ndio maana wewe unahitaji kuwa single. Unahitaji kumpata mwenzio. Ujue kuna watu hapa mna akili kubwa sana. Ungempata mwenzio, sasa hivi ungekuwa na miliki gari. I tell you, eti dapendo na danganya. Ungempata mwanaume anajua kumanage. Uongo kweli. Sasa hivi ungekuwa hivi, unawezaje kufanya biashara, unaenda hadi huko Rukwa wapi Sumbawanga, unazunguka nchi nzima. Hivi ungepata yule mwenye hii anaweza kuishi na mke wake kwa akili. Leo hapa mjini hapa watu wangesema jina lingine, usingetajwa wewe. Sasa hivi ungekuwa ni mtu unayeheshimika huu mji kwa upana wake, kwa sababu unaijua bidii yako. Yesu atusaidie sana. Mwanamke unahitaji mwanaume mwenye akili, sio mwanaume mwenye pesa, mwenye akili. Kwa sababu wewe ndani yako tayari una uwezo wa pesa, una uwezo wa kuzalisha pesa. Sasa Mariamu ndani yake ana ajenda kubwa, ana mtu anayekuja kukomboa ulimwengu. Anahitaji mwanaume mwenye akili, mwanaume mwenye kuisikia sauti ya Mungu. Na ndio maana kama Yusufu asingesikia sauti ya Mungu, Mariamu angepigwa mawe hadi kufa, alafu ndani akiwa amembeba Yesu mkombozi wa ulimwengu. Ilibidi atokee mwanaume ambaye ni mcha Mungu. Biblia inasema aliazimia kumwacha kwa siri kwa sababu alikuwa ni mtu mwema. Lakini malaika akamtokea usiku kwenye njozi, akamwambia usimwache mke wako, maana mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtunze, mhifadhi, mhudumie, mlinde. Mwanaume unahitaji mwanamke unahitaji mwanaume mwenye akili na mwanaume mwema. Only that. Mwema, anaweza kuisikia sauti ya Mungu, anaweza kuelewa ulichokibeba. Kuna wanawake wengi vitu vyenu vimekufa ndani kabisa, ambapo Mungu aliweka ndani yako kwa sababu uliolewa na mwanaume asiyejielewa. Ulikuwa na uwezo wa kufanya biashara, ndani yako kuna mbegu ya biashara, lakini ukaolewa na mwanaume ambaye akiona tu umeenda sokoni kununua, anakupigia simu, unachelewa. Umeshakutana kwa wanaume wengine. Yaani wewe kila siku unatoa eka. Hiyo biashara sasa, basi ngoja nifunge nikae nyumbani, niwe mama wa nyumbani. Unazika uzao wa ukombozi katika familia yako. Kama umekaa na mwanamke hapo, mwambie sikiliza hiyo. Usiolewe na mwanaume asiyeelewa.